Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Ujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia FM 93.1 hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu. Pia eneo zima la pwani inarusha habari zetu pia kupitia masafa marefu. Karibu sana wasikilizaji wetu wa pwani ya Kenya. Nchini Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 FM Highlands Radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa Nyanda ya Juu Kusini. Hii inarusha matangazo yetu na kuwafikia zaidi ya wasikilizaji milioni 3 kote Mbeya na viunga vyake, mikoa ya Songwe, Mafinga, upande wa kaskazini wa Njombe, Rukwa pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Ukiwa Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale mji wa Johannesburg kila siku, na pia inapatikana kwa masafa marefu. Ni Jumanne ya mnamo Februari 10. Leo tunaangalia kikao kijacho wikendi hii cha viongozi wa Afrika huko AU, mji wa Addis Ababa, Ethiopia. Tunahoji iwapo muungano huu wa AU unaleta tija kwa bara Afrika. Kwa uchambuzi huo na taarifa nyingine, kaa nasi. Lakini kwanza tupate taarifa za habari na Nyendo Angela. Mtumbwi uliobeba wahamiaji 55 wamezama baharini mwambao wa Libya, na shirika la wahamiaji IOM linasema ni manusura wawili pekee walioponea kufa maji. Manusura hao ni wanawake wawili raia wa Nigeria waliookolewa na maafisa wa Libya. IOM imeongeza ajali hiyo ilitokea punde mtumbwi huo ulipong'oa nanga katika mji wa mwambao wa Al-Zawiya kaskazini magharibi mwa Libya. Mtumbwi huo ulikuwa na wahamiaji kutoka mataifa kadhaa ya Afrika. Tangu mwanzo wa mwaka huu, zaidi wahamiaji haramu 500 wamekufa maji katika bahari ya Shamu upande wa Libya. IOM imelaumu magenge ya ulanguzi wa watu kwa kutoweka usalama wa mitumbwi inayotumiwa kuvukisha wahamiaji haramu hadi bara Ulaya. Aidha, magenge hayo yametuhumiwa kuwadhalilisha wahamiaji, baadhi wakiuzwa watumwa ndani ya Libya na kutekwa nyara na makundi ya wapiganaji ambao hudai vikombozi. Tangu kuanguka kwa utawala wa Muammar Gaddafi, Libya imekuwa kitovu cha kuvukisha wahamiaji haramu kuingia bara Ulaya. Darfur, Sudan. Umoja wa Mataifa unasema ukatili uliofanywa kwenye mji wa El Fasher nchini Sudan mwezi Oktoba mwaka uliopita wa 2025 ulikuwa ni janga la haki za binadamu linaloweza kuzuilika, ukionya kwamba kuna hatari ukatili kama huo sasa kurudiwa tena katika eneo la Kordofan ambapo mapigano yameongezeka katika siku za karibuni. Akitoa taarifa katika Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya El Fasher, Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amelaani vitendo hivyo vya kutisha baada ya kikosi cha wanamgambo wa RSF kuanzisha wimbi la mashambulizi makali na kuzingira mji huo kwa miezi 18. Umoja wa Mataifa umetaja Sudan kama nchi inayokumbwa na janga la kibinadamu duniani kufuatia mapigano ya kijeshi ya miaka 2. Riyadh, Saudi Arabia. Somalia imetia saini mwafaka ushirikiano wa kiulinzi na ufalme wa Saudia katika jitihada zake za kudhibiti ushawishi wa Israel ambayo imeunga mkono eneo lililojitenga la Somaliland. Mogadishu iliweka mwafaka sawa na huu na milki ya Qatar mwezi uliopita. Mwanamfalme wa Saudia Prince Khalid bin Salman bin Abdul Aziz, ambaye ni waziri wa ulinzi wa Saudia, alikubaliana muafaka wa pamoja na mwenzake wa Somalia Ahmed Mwalimu Fiki. Somalia imeomba milki za Kiarabu na Uturuki kusaidia katika kutoa mafunzo ya kisasa kijeshi na kupata ufadhili wa zana za kisasa ili kukabiliana na changamoto za kiusalama. Mogadishu imekuwa ikikabiliana na wapiganaji wa Al-Shabaab ambao wanathibiti kati na kusini mwa Somalia. Kundi hilo limekuwa likilenga majeshi ya serikali
sawa na walinda amani wa Muungano wa Afrika walioko Somalia, AUSOM. Moja kwa moja basi tuanze ambapo viongozi wa Afrika wanatarajia kukutana wiki hii kule Ethiopia katika kikao cha 39 cha wakuu wa nchi na serikali. Kikao hiki kinafanyika wakati bara Afrika na dunia kwa ujumla ikiripoti mizozo mingi na changamoto nyingine nyingi. Kulichambua swala hili, mwandishi wetu Leonard Mubali amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akiwa Nairobi nchini Kenya. Nafikiri mikutano ya viongozi wa nchi za Afrika ni mikutano ambayo imeshakuwa ni itikadi tu. Wakati mwingine wanazungumza na kufanya maazimio mazuri ambayo yanaakisi maendeleo na matarajio ya wananchi wa Afrika. Wanazungumza tu kuhusu hekaheka mbalimbali pamoja na misukosuko ambayo baadhi ya hizi nchi zinakabiliana nazo. Na hakuna suluhisho. Nafikiri matatizo ya Afrika ni kwamba tunazungumza sana kuliko kutekeleza na kutenda wajibu wetu. Na hili ndilo tarajio langu kwamba mkutano wa Addis utakuwa ni mkutano wa kawaida tu kama ile mikutano mingine ambayo imewahi kuwepo. Naam, tuangalie sasa. Sudani inaonekana kukabiliwa na hali mbaya ya kivita na hatuoni sauti kutoka Umoja wa Afrika. Unategemea kikao hiki kitagusia ama kubadili lolote katika hilo? Watazungumza juu ya Sudani, watazungumza juu ya nchi nyinginezo ambazo zina matatizo sahizi ya mvurugano wa wenyewe kwa wenyewe na baadhi ya mambo ambayo yanatendeka ambayo hayaafikiani na matarajio ya haki za kibinadamu. Lakini kwa maoni yangu ninafikiri mazungumzo haya, kama nchi zile ambazo zina mizozo hazikubali kutafuta suluhisho la kudumu, bado tutaendelea kukabiliana na matatizo katika nchi ya Sudani ya Kusini, DRC Congo. Siku hizi hakuna kelele sana, lakini bado hawajatulia, na haya ni matatizo ambayo nchi zetu zitaendelea kukabiliana nayo. Na nafikiri tunahitaji mustakabali mpya, na huo mustakabali hatujui utaletwa na nani. Ngoja tungojee tusikilize viongozi watakao kutana Addis watazungumza nini, na baadaye tutaweza kushuhudia kama yale watakayozungumza yatatekelezwa au la. Profesa Nyaigoti, ukiachilia mbali masuala ya usalama, kuna hili swala la upatikanaji wa maji salama barani Afrika bila kupuuza umuhimu wa maji. Je, hili litafanikiwa vipi wakati huu bara hilo likikabiliwa na mizozo mingi kwa sasa? Nafikiri ili uongozi wa nchi za Afrika uweze kutilia maanani matatizo yanayokabili wananchi wa Afrika kwa maisha yao ya kila siku, kwa mfano ukame, wakati mwingine ukosefu wa vyakula na lishe, wakati mwingine ni matatizo ambayo yanasababishwa na magonjwa ambayo asasi za kukabiliana na magonjwa haya zimekuwa zikidorora. Haya yote ni matatizo ambayo Afrika iliyozungumzia kitambo sana wakati tunapigania uhuru, na hadi sasa tunaendelea kukabiliana nayo. Tulisema awali miaka ya 60 kwamba shida ya Afrika ni maradhi, ugonjwa, maradhi pamoja na ujinga na umaskini. Hayo mambo nafikiri bado yanaendelea kutukabili, na itabidi tuzue mikakati mipya ya kukabiliana na matatizo haya. Naam, ni Leonard Mubali hapo akihitimisha mazungumzo na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ambaye anazungumzia kuhusiana na mkutano mkubwa ambao unatarajiwa kufanyika mwishoni mwa juma hili ambao unahusiana na Muungano wa Afrika AU. Tukisonga mbele ni kwamba rais wa Uganda mwishoni mwa juma lililopita amefanya ziara ya siku moja nchini Tanzania na kukutana na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan. Tanzania na Uganda katika miaka hivi karibuni wameanzisha mafungamano ama ushirikiano wa kiuchumi na kiusalama ndani ya nchi hizi mbili. Ziara hii imejiri wiki chache baada ya Rais Museveni kuchaguliwa tena kuongoza Uganda kwa muhula wa miaka 5. Nampisha Sadam Mubale akiwa Kampala nchini Uganda. Mkutano wa hivi karibuni kati ya Rais Yoweri Museveni wa Uganda na Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania umeelezwa kuwa hatua muhimu katika kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia, kiuchumi na kiusalama kati ya nchi hizo mbili. Viongozi hao walikutana katika ikulu ya Dar es Salaam, Tanzania,
ambapo walipitia kwa kina maendeleo ya mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP unaosafirisha mafuta kutoka Hoima, Uganda hadi bandari ya Tanga, Tanzania. Rais Samia Suluhu alibainisha kuwa utekelezaji wa mradi huo unaendelea vizuri, huku maandalizi ya kwanza ya kusafirisha mafuta ghafi yakitarajiwa kufikia hatua ya mwisho ifikapo Julai 2026. Kwanza walilozungumza ni swala zima la ujenzi wa mabomba ya nishati haya. Kuna bomba mnalolijua kama bomba la EACOP, ambayo ni lile bomba litakalochukua mafuta ghafi kutoka Uganda mpaka Tanga bandarini, na tunamshukuru Mungu na tunashukuru ndugu zetu kwa mazungumzo yetu. Kuanzia Julai huenda meli ya kwanza ikaondoka pale Tanga kwenda mafuta yanakopelekwa. Lakini ndani yake kuna mambo mengi ambayo tulizungumza jinsi ya kuendana nayo tuyamaliza. Lakini pia tumezungumzia mabomba mawili mengine. Kuna bomba la gesi takalotoa gesi Tanzania kupeleka Uganda, lakini kuna bomba la mafuta safi sasa ambayo yatakuwa yamesafishwa Uganda yanakwenda kwenye nchi yanakouzwa. Tutatumia korido hiyo ushoroba huo kusafirisha hadi Tanga na Tanga kutafuta safari yako huko yanakopelekwa. Mazungumzo hayo pia yaligusia kwa kina ujenzi wa reli ya kisasa Standard Gauge Railway, hususan mpango wa kujumuisha Uganda na reli ya Tanzania kupitia Isaka na Lusahunga hadi bandari ya Bahari ya Hindi. Lengo ni kupunguza gharama za usafirishaji, kuhakikisha biashara na kuimarisha ushindani wa bidhaa za kikanda katika masoko ya kimataifa. John Paul Arugumaho ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi Uganda. Kuhusu ujenzi wa reli, kwa sababu usafiri wa reli kutoka Uganda kwenda Tanzania itakuwa njia moja sasa ya kuendeleza biashara, kwa sababu yani tulikuwa na shida kubwa sana ya kusafirisha bidhaa kutoka Tanzania kwenda Uganda, kutoka Uganda kwenda Kenya, kutoka wapi. Sasa ujenzi wa reli hiyo ambayo itakuwa inasafirisha bidhaa kutoka hapa Uganda moja kwa moja hadi Tanzania ni njia moja ya kurahisisha sasa biashara zile, kwa sababu sasa tunapoangalia ujenzi wa reli unasaidia sasa kutekeleza ule mpango mkakati wa kuendeleza biashara katika nchi wanachama za Afrika Mashariki. Aidha, masuala ya usalama wa kikanda yalikuwa miongoni mwa ajenda kuu za mkutano huo. Lengo la tatu lilikuwa strategic security, kujihami kwa Afrika. Dada Samia alinisaidia kukumbuka hilo neno, kujihami. How can Africa defend itself? We discussed that, but we shall go into details another time. Rais Museveni na Rais Samia walisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kiusalama, hususan kudumisha amani katika eneo la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki kwa ujumla. Dr. Isaac Shinyekwa, mtafiti na mchambuzi wa masuala ya usalama, anasema ushirikiano huo ni muhimu katika kulinda uwekezaji mkubwa unaofanyika katika sekta ya nishati na miundombinu. Region very well. The region has problems in DRC. Huwezi kuwa na miradi mikubwa kama EACOP bila usalama wa hakika. Uganda na Tanzania zimezungukwa na nchi ambazo zinakumbwa na changamoto za kiusalama kama DRC. Kwa hivyo ushirikiano wa kijeshi na kijasusi kati ya Uganda na Tanzania ni msingi wa mafanikio ya miradi hii. Uganda has the ADF in the Congo that wants to disorganize us now. Ziara hiyo pia ilikuwa ya kwanza kwa Rais Museveni nje ya Uganda tangu kuchaguliwa tena, na imeelezwa kuwa ishara ya kuimarika zaidi kwa uhusiano wa kihistoria kati ya Uganda na Tanzania. Sada Mubale, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Kampala. Ni taarifa yake Sada Mubale. Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya Idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Anu Ngugi. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya kijamii Kivu, yani inapatikana kwenye masafa ya 93.0 Baraka huko mashariki mwa DRC. Inasikika katika mji mzima wa Baraka na tarafa nzima ya Fizi.
Pia inasikika kwenye baadhi ya maeneo ya nchi jirani ya Burundi katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo hayo pia kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na masafa nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Radio Maniema New City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo RDC. Wiki hii imehitimisha siku 100 za utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan kama kiongozi wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Bi Suluhu Hassan aliingia madarakani baada ya kushinda uchaguzi wa urais uliokumbwa na machafuko mabaya zaidi ya kisiasa kushuhudiwa Tanzania. Aidha, utawala wa Rais Samia haukukumbwa na ushindani wowote wa kisiasa baada ya mpinzani wake mkuu Tundu Lissu kuwekwa kizuizini na kuzuiwa kushiriki katika kura hiyo. Wafuasi wa upinzani waliandamana kupinga uchaguzi huo na kukazuka makabiliano makali kati ya wafuasi wa upinzani na dola. Makundi ya kibinadamu yamesema maelfu ya raia waliuawa na polisi na wengine wengi wakatoweka, baadhi wakisalia vizuizini. Shadrack Mwasasu amezungumza na mchambuzi wa utawala Enad Mporoto. Yapo mambo kadhaa ambayo tunaweza tukayataja kama vitu vya kupigiwa mfano. Cha kwanza ni namna ambavyo ameweza kuliongoza taifa kutoka tarehe 29 baada ya uchaguzi, hali ilivyotokea na baada ya kuapishwa na kuja mpaka tunavyozungumza. Utulivu wa kitaifa ni jambo ambalo ni la msingi sana, ambalo kwa kweli katika hilo tunaweza kumpongeza, kwa sababu mara nyingi mataifa mengi hasa ya Afrika yakipitia kwenye changamoto ambayo ilikuwa imepitiwa, tungeweza kushuhudia vurugu nyingi sana, lakini nadhani kupitia ukakamavu wake na namna ambavyo ameweza kuwa imara ni jambo la kwanza ambalo tunaweza kulitoa kama jambo la kujivunia kama Watanzania. Lakini zipo jitihada nyingine mbalimbali ambazo tumeweza kuziona kupitia waziri wa masuala ya kigeni Bwana Kombo. Ameweza kuzunguka sehemu mbalimbali duniani kuweza kuendelea kudumisha ule ushirikiano wa kimataifa pamoja na uhusiano, kitu ambacho tulishuhudia jumuiya mbalimbali na mataifa mbalimbali yakionyesha mashaka juu ya Tanzania, lakini ndani ya hizi siku 100 ameweza kulisimamia hilo, na tunaamini kwamba jitihada mbalimbali zinaendelea kwenda. Lakini wiki iliyopita tumeona akikutana na Museveni kwa ajili ya lile bomba la mafuta, lakini pia alikuwa ameenda kwenye jukwaa la serikali za kidunia, huko pia tumemuona. Kwa hiyo ni ushirikiano wa kimataifa umeendelea kuwepo, lakini kuendelea jitihada za kuweka na kutibu makovu mbalimbali, ikiwa ni sambamba na uundwaji wa ile tume ambayo inaendelea kufanya kazi, ile ya watu 8 inaendelea kufanya kazi. Kwa hivyo tunaona utashi na utayari wa kiongozi kufanya jitihada katika kulileta taifa pamoja na hatimaye kuanza kuyatekeleza yale ambayo waliahidi wakati wa kampeni. Mporoto, ni utawala wa sasa wa Samia Suluhu baada ya kuingia madarakani kuliweza kutokea machafuko wakati wa uchaguzi, kumbukwe. Limeathiri vipi imani ya raia wa Tanzania? Kwanza limewaamsha pande zote. Kwa upande wa viongozi na upande wa wananchi, imekuwa ni kawaida kwamba Watanzania ni watu wa amani, Watanzania ni watu wa kuchukulia mambo kawaida, lakini pia kumekuwa na matatizo mbalimbali kama vijana kukosa ajira na baadhi ya changamoto ambazo viongozi kadhaa wamekuwa wakiudhihirisha. Kwa hiyo imeamsha ari kwa viongozi, lakini pia imeendelea kutengeneza kumbukumbu kwamba hiki kilikuwa ni kidonda cha muda mrefu ambacho sasa kimekuja kujidhihirisha, kinahitajika kutibika na jitihada zinaendelea. Kwa kimsingi imeongeza mashaka kwa wananchi kwa kiasi fulani, kwa maana kwamba yale ambayo walikuwa hawaoni kama yanaweza kutokea Tanzania yameweza kutokea. Hivyo kila mmoja anaanza kuwa makini, na hasa viongozi na wao wanakuwa makini zaidi, kwa sababu ndio wao wanaoweza kuepusha au kusababisha baadhi ya madhila na matatizo kama haya kuweza kutokea kwenye taifa. Kuweza kwanza kusubiri kuona tume iliyoundwa ya watu 8 italeta majibu gani,
Lakini kwa hotuba kadhaa ambazo tumekuwa tukiziona Mheshimiwa Rais akizifanya, pamoja na namna ambavyo amekuwa akikutana na wadau mbalimbali wa maendeleo na ile dhamira yake kama rais ya kuwaleta watu pamoja, inatoa taswira kwamba hatuko sehemu mbaya sana, tuko sehemu nzuri, jambo ambalo linafungua ukurasa mpya wa kuweza kuwaleta wadau wote mezani. Hii inatoa taswira gani sasa kwa Tanzania ambao kwa sasa pengine ina nia ya kufanya maridhiano ya kisiasa, pengine baada ya hiyo tume kufanya uchunguzi kama ulivyotanabaisha? Linaleta hisia mseto au linatengeneza taswira ambayo inakuwa ni mseto kiasi, kutokana na rekodi ya baadhi ya kauli ambazo walizizungumza hapo awali mwenyekiti wa chama cha upinzani. Hazikuwa zina afya kwa taifa na hazikuwa zinatoa taswira njema katika kuilinda amani ya Tanzania. Kwa hivyo nadhani yupo ndani kwa madai hayo. Sasa kwa sababu ni jambo ambalo ni la kimahakama, naamini kwamba viongozi pamoja na wadau mbalimbali watakuwa wanaendelea kuzungumza na kujadili kuona namna gani wanaliweka hilo linakaa sawa, na pindi yatakapoanza maridhiano kuhakikisha wadau wote wanatokea meza ya majadiliano na kuweza kuona namna gani taifa linakuja pamoja. Kutoka hapo basi, Waafrika wanaendelea kutumiwa kama askari wa mstari wa mbele katika vita vya Urusi na Ukraine, wakiahidiwa kazi na maisha bora, lakini wakipelekwa kwenye kifo. Nchini Kenya, familia kadhaa zinaomboleza wapendwa wao waliowawa vitani bila taarifa la matumaini ya kurejesha mili yao nyumbani. Vilio vya kuomboleza wapendwa wao waliopoteza maisha katika uwanja wa vita vya Urusi na Ukraine vimetawala kote Afrika. Wengi sasa wanahoji mamlaka kuweka maanani sheria kudhibiti maajenti ambao wamekuwa wakihadaa vijana tegemeo la Afrika kufanya safari za mauti. Tupate tathmini hilo ambalo limeletwa kwako na Kenneth Wandera. Kuna ukweli mchungu unaopaswa kusemwa bila kuficha. Waafrika wanatumiwa kama askari wa mstari wa mbele katika vita ambavyo si vyao. Vita vya Urusi na Ukraine vimegeuka kuwa uwanja mpya wa kuwavunja vijana wa Afrika, wakiahidiwa ajira, mishahara mizuri na uraia wa kigeni, lakini wakipelekwa moja kwa moja kwenye kinywa cha bunduki. Urusi imekuwa mstari wa mbele kuajiri vijana kutoka Afrika, wakiwemo wa Kenya, kwa kivuli cha kazi za ulinzi au mikataba ya kijeshi. Lakini uhalisia ni tofauti kabisa. Waafrika hawapewi heshima ya askari kamili. Wanawekwa mbele kama ngao ya risasi, wakitumika kupunguza vifo vya Warusi wenyewe. Ukraine imesema kuwa zaidi ya vijana 1,000 wa Afrika wamechukuliwa na Urusi na kupelekwa kupigana katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Wengi wao walivutwa kwa ahadi za uongo, kazi, masomo au hati za ukazi, lakini badala yake walikabidhiwa silaha na kusukumwa mstari wa mbele wa vita. Sasa baadhi yao tayari wamerudi nyumbani wakiwa wamekufa. Wengine hawarudi kabisa. Haya si mahusiano ya kidiplomasia. Huu si ushirikiano. Huu ni unyonyaji mkubwa. Serikali za Afrika haziwezi kuendelea kujifanya hazijui, huku raia wao wakichukuliwa kisiri na kupelekwa katika vita vya nchi ya kigeni ambavyo hawakuvichagua wala kuvielewa. Kunyamaza mbele ya hali hii si kutokupendelea upande, ni kushiriki kosa. Nchini Kenya, familia kadhaa sasa zinaishi katika giza la huzuni na maswali yasiyo na majibu. Wapendwa wao waliokwenda kutafuta riziki sasa hawarudi. Wameuawa katika ardhi ya mbali katika vita ambavyo hawakuvielewa wala kuhusika navyo. Cha kusikitisha zaidi, familia hizo hazijui hata walipozikwa wapendwa wao wala namna ya kurejesha mili yao nyumbani. Huu si ujasiri, huu ni usaliti wa utu wa Mwafrika. Nchi mwenyeji zina wajibu wa kisheria na kimaadili kuwalinda raia wao. Wajibu huo hauishi uwanja wa ndege wala haupotei kwa sababu mhalifu ni mshirika wa kimkakati wa kiuchumi. Kama maisha ya Waafrika yana thamani, basi serikali za Afrika lazima zichukue hatua. Je, dunia inawezaje kunyamaza wakati wa Afrika wanageuza bidhaa ya vita? Je, serikali za Afrika zinawezaje kufumbia macho wakati raia wao wanakufa kama askari wa kukodi katika mapambano ya kimaslahi ya mataifa makubwa? Kimya hiki ni ushirika mkubwa wa uovu.
Hatua za haraka zinahitajika. Serikali zitoe maelezo ya wazi kuhusu raia wao walioajiriwa na Urusi. Mabalozi wa Urusi waulizwe na kuwajibishwa rasmi. Uchunguzi huru ufanyike kuhusu mitandao ya uajiri ndani ya nchi za Afrika. Pawepo na marufuku ya haraka ya uajiri wa kijeshi wa kigeni kwa njia ya udanganyifu. Na familia za waliouawa, waliopotea au kuzuiliwa zipate ukweli na haki kamili. Afrika lazima isimame. Lazima iseme hapana kwa matumizi ya vijana wake kama nyama za mizinga. Serikali lazima zilinde raia wake, ziwaonye dhidi ya mitego hii ya damu, na ziwajibishe mataifa yanayowatumia Waafrika kama silaha za kutupwa. Maisha ya Mwafrika yana thamani sana, na maisha ya mtu yeyote duniani. Vita vya wengine visituliwe kwa damu ya watoto wa Afrika. Vijana wa Afrika si wa kutumika kama sadaka, si vipande vya kubadilishana katika michezo ya nguvu za dunia. Hakuna vita vya kigeni vinavyohalalishwa kuuliwa kwa Afrika kwa siri. Sasa tupate muktasari wa taarifa nyingine muhimu kutoka bara letu, naye Angela Ngendo. Mtumbwi uliobeba wahamiaji 55 wamezama baharini mwambao wa Libya, na shirika la wahamiaji IOM linasema ni manusura wawili pekee walioponea kufa maji. Manusura hao ni wanawake wawili raia wa Nigeria waliookolewa na maafisa wa Libya. IOM imeongeza ajali hiyo ilitokea punde mtumbwi huo ulipong'oa nanga katika mji wa mwambao wa Al-Zawiya kaskazini magharibi mwa Libya. Mtumbwi huo ulikuwa na wahamiaji kutoka mataifa kadhaa ya Afrika. Tangu mwanzo wa mwaka huu, zaidi ya wahamiaji haramu 500 wamekufa maji katika bahari ya Shamu upande wa Libya. IOM imelaumu magenge ya ulanguzi wa watu kwa kutoweka usalama wa mitumbwi inayotumiwa kuvukisha wahamiaji haramu hadi bara Ulaya. Aidha, magenge hayo yametuhumiwa kuwadhalilisha wahamiaji, baadhi wakiuzwa watumwa ndani ya Libya na kutekwa nyara na makundi ya wapiganaji ambao hudai vikombozi. Umoja wa Mataifa unasema ukatili uliofanywa kwenye mji wa El-Fasher nchini Sudan mwezi Oktoba mwaka uliopita wa 2025 ulikuwa ni janga la haki za binadamu linaloweza kuzuilika, ukionya kwamba kuna hatari ukatili kama huo sasa kurudiwa tena katika eneo la Kordofan ambapo mapigano yameongezeka katika siku za karibuni. Akitoa taarifa katika Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya El-Fasher, Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amelaani vitendo hivyo vya kutisha baada ya kikosi cha wanamgambo wa RSF kuanzisha wimbi la mashambulizi makali na kuzingira mji huo kwa miezi 18. Umoja wa Mataifa umetaja Sudan kama nchi inayokumbwa na janga la kibinadamu duniani kufuatia mapigano ya kijeshi ya miaka 2. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike pia marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka mpenzi msikilizaji, pia kusubscribe, yani ujiunge na YouTube yetu, kwani sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Kwa wasikilizaji wetu nchini Kenya, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Radio Dumos 99.9 FM. Hii inasikika katika jiji la Nairobi, Lang'ata, Karen na viunga vyake, pamoja na eneo la Ngong, kaunti ya Kajiado na eneo zima la Kikuyu. Pia inasikika kupitia masafa marefu. Kumbuka kwamba hii ni sehemu ya jitihada zetu kukuletea matangazo yetu papo ulipo. Uwe mjini, uwe katika jiji kuu, au pia uwe kule mashambani, tuko na wewe sako kwa bako. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Ukiwa hapo mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika ambayo ni Radio Ngoma ya Amani Fizi, ambayo inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tunatua hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika na inaheshimiwa vilivyo. Na asanteni kwa wote ambao mmechangia matangazo ya leo. Kumbuka kujiunga nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 12:30 saa za nchi za maziwa makuu au Afrika ya Kati. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi na kutakia wakati mwema.